watu wana maoni tofauti na ambaye ni ya baraka sana. Maoni tofauti, the way people see things ni tofauti, lakini kwa hayo mambo yote kuna vile ambavyo tutapata ujumbe wa siku ya leo. Vile ambavyo Matthew anaripoti jambo moja tu. Matthew anasema hivi, Mark anasema hivi, Luka anasema hivi, lakini hayo mambo yote ni jambo moja. Na kwa hayo mambo, kutoka hizo vitabu tatu ambazo tutaangalia, kuna mambo ambayo tutajiombea naye, na naamini ya kwamba leo kuna mtu atakombolewa. I just want to believe. Hata mimi nataka tu nikombolewe kulingana na vile nitasikia huo ujumbe. Bwana asifiwe. Tutafungua katika kitabu cha Matthew chapter 21. Matthew 21 na tutasoma mstari wa pili. Bible inasema ya kwamba kwa kizungu, Mathayo 21 mstari wa pili, go into the village opposite you and immediately you will find a donkey tied and a colt with her. Loose them and bring them to me. Bible inasema ya kwamba Yesu akatuma wanafunzi wake, na inasema ya kwamba hao wanafunzi walikuwa wawili. Akawaambia, enendeni mtapata muingie kijijini, na kando yake mtapata mwanapunda ambaye amefungwa pamoja na mtoto wake, na mumfungue. Mtapata mwanapunda amefungwa na mtoto wake, muwafungue. Nilikuwa najaribu kuangalia Biblia ya Kiswahili, muwafungue. Na ninakuja kuona hivi, huyu mwanapunda ambaye ananenewa mahali hapa, sijui kama anatumia Kiswahili mzuri, alikuwa mzazi ama alikuwa mama. Na katika kufungwa kwake akampata mtoto ambaye tunaambiwa ya kwamba kwa kizungu anaitwa colt. Kwa Kiswahili ukisoma ni mwanapunda. So mama amefungwa na mtoto wake amekuja amepata mama amefungwa, na yeye akafanya nini? Akafungwa. Ninasema hivyo kwa sababu gani? Niko na backing ya maandiko. Bible ya kizungu inasema ya kwamba and the colt with her, loose them. The word is them. Kama angekuwa ni mmoja, si wangesema loose him. Bwana asifiwe. Ya Kiswahili mtaangalia muone, wafungue. Kwa hivyo ni kusema wako wawili. So mama amefungwa na mtoto amefanya nini? Amefungwa. Na nikakuja kuona ya kwamba there are people who are suffering in this generation, and they are suffering innocently. They are suffering innocently, not because of the sin they did, but they are suffering because of the sins of maybe their mother or the sins of their father. But I want to thank God that in the midst of the suffering of this donkey plus the colt, Mungu akawa ametuma wanafunzi wake waende wamfungue. Bwana asifiwe. So Mungu anaweza kukosa kutuma mtu mwingine yeyote, lakini siku ya leo anaweza tuma malaika wake. Those people who are suffering innocently, not because of the sins they did, but because of the sins of maybe their forefathers, or because of the sins of their parents, that God today is going to lose them. Because the message is saying, go and lose them, because I am in want of them. Hallelujah. Now, I was checking na nikaona ya kwamba, imagine this donkey was tied in the village and it was needed in the city. Are you getting? It was tied in the village and it was needed in the city. Unajua kuna mambo ambayo inaweza kuwa yametufunga, yanakaa ni kama yametuweka kwa kijiji, but yale mawazo ambayo Mungu ako naye juu ya maisha yetu ni mawazo makubwa. By the way, the Bible says in the book of Matthew 5 verse 14 that we are a city
that is set on the mountain. Hallelujah. We are a city that is set on the mountain. Alafu inamalizia inasema ya kwamba huo mwangaza ambao uko kwa huo mji hauwezi ukazuiliwa na jambo lingine. So the way God sees you, he does not see you as a village. He sees you as a city. When we talk of a city is a place where we have all the facilities. We have all the amenities and infrastructure. State house haiko kijijini, si iko in the city. So God is considering you not as a village but as a city. So the donkey was in the village but it was needed where? In the city. Na naomba Mungu apanue mawazo yetu. Bwana asifiwe. So huyu mwanapunda mdogo, imagine anakaa hapo, mama yake amefungwa, yeye ana shida hapo, yeye hana dhambi amefanya, lakini kwa sababu mama yake yako hapo na yeye anakaa kama amefungwa. Si kuna mama wanashikao mtu anaenda jela na alikuwa na mtoto mdogo. By the way, I saw that program another day. Hata mama wanasema wenye wako jela, sasa hawa watoto kwa sababu wako hapa, they have never experienced the love of the father. Wakiona maaskari wa jela wanawakimbilia, wanawaambia baba. Sasa mtoto anateseka kwa sababu ya mama yake kuwa alifanya dhambi na amefungwa wapi? Kwa jela. But the child is innocent. And I came today to declare that you will not suffer innocently because of your parents. And we declare today you are loosed from those bondages. You are loosed from those chains in the name of Jesus Christ. I repeat again, you are loosed. Your family is loosed. Your ministry is loosed. Even me personally, I am loosed. In the name of Jesus Christ, we declare every captivity to be freed and to be at liberty in the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Sasa huyo ni mmoja. Si unaona Matthew ameona punda amefungwa na mtoto wako hapo. Wacha tusikie naye Mark anasema aje kwa jina la Yesu. Mark 11 verse 4. Mark 11 verse 4. Thank you, Jesus. Mark 11 verse 4. The same story. Lakini sasa yeye anasema jambo lingine. Verse 4 anasema, so they went their way and found the colt tied by the door outside on the street, and they loosed it. Sasa the word is the door. Ukisoma mambo ya Mark, yeye hakuona mlango. Sasa Mark anareport the same story na anasema huyu mwanapunda alikuwa amefungwa kwenye marango ya mji, mapatano ya njia. Hallelujah. One, the door is a place that is a strategic place. Ni mahali ambapo ni strategic. And that's why unasikiaga open gates, unasikia kama marango ya kuingia Nakuru tunasemaga pale East Gate. Marango ni kitu cha muhimu sana. Ukizuia shetani kwa marango, hawezi akaingia kwa mji. Si ni kweli? Sasa Mark anasema ya kwamba that this donkey, yeye hajaona wakiwa wawili. Anasema huyu mwanapunda, yeye anasema colt. Colt ni mwanapunda mdogo ambaye yuko na potential, lakini amefanya nini? Amefungwa. Sasa Bible inasema ya kwamba amefungwa kwenye mapatano ya njia. Hey, na tumesema mapatano ya njia is a place that is strategic, and also it is a place of activities. Si kwa marango unaona watu wakiingia na watu wakifanya nini? Na watu wakitoka. Watu wakiingia na watu wakitoka. Now, this walinatufundisha ya kwamba that there is a time one can be in church or in ministry or in Christianity. You are at the door. People give testimonies, but you don't give testimony. Because the door is a place of what? Activities. Yani watu wanatoa ushuhuda, people are being celebrated and you are not celebrated. You are just at the door, or you are just in a place of stagnation. There is no movement, there is no development, there is no progress. It is only stagnation.
And I want to declare this today, that you will have a testimony. Hautasimama tu kwa marango uone watu wakifanya activities zao, wakifanya transactions zao, but I want to say this, that you will be celebrated. I just want to say, as you have seen people being celebrated, you shall also be celebrated. As you have seen people give testimonies, you will give testimonies. As you have seen people dance because of what God has done in their lives, you will as well dance. As you have seen people having new songs of what God has done, you will have a new song of what God has done. Hallelujah. As they are testifying, you will also well testify. You will not just be at the door seeing activities happen, but you will be part and parcel of the activities in the name of Jesus Christ. Hallelujah. And I pray for you, you will have a testimony. I declare, even me myself, I will have a testimony. And not many days from today, believe my words, not many days from today, you will have a testimony of God's visitation. You will not just be at the door. Unaona watu wakibarikiwa wakiinuliwa na wewe hauinuliwi. Utakuwa mmoja wa kuinuliwa kwa jina la Yesu Kristo. So Yesu akasema ya kwamba mfungue hapo kwa mlango, lakini Yesu amesema mfungue. Unaweza kuwa kwa mlango, unaona watu wakibarikiwa kama ile mtu aliambiwa ya kwamba utaona watu wakinunua unga, utaona kwa umbali, lakini you shall not be part and parcel. By the way, huyo askari alikuwa kwa mlango na control watu, akawa anaona lakini hakusherehekea. Wewe hautaona, utaona na utasherehekea kwa jina la Yesu Kristo. So this donkey was at the door, but ilikuwa imefungwa. Naombea wale wote ambao wanaweza kuwa kwa milango, wanaona wengine wakifanya ndoa, wanaona wengine wakibarikiwa, wanaona wengine wakiinuliwa, na wao wenyewe hawainuliwi. Tunatangaza kwa jina la Yesu Kristo that you shall be celebrated in the name of our Lord Jesus Christ. You shall be celebrated, and we root you from that door of stagnation in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus. Father, we thank you. The donkey was at the door of the city, lakini haiingii. Tunaomba kwa jina la Yesu utaingia kwa baraka zako. Yes. Kwa jina la Yesu Kristo. Yes. We check on another version ya Luka 19:30. 19:30. Thank you, Jesus. Luke 19:30. Thank you, Jesus. Inasema ya kwamba Luka 19 mstari wa 30 saying, go into the village opposite you, where as you enter you will find a colt tied, which no one has ever sat. Loose it and bring it to me. Bring it to me. Verse 33 iko na utofauti na zile zingine. 33 verse 33 inasema, but as they were loosing the colt, the owners of it said to them, why are you losing the colt? The word is the owners. The owners. The owners. The owners. The owners. Yesu ndio ametumana akasema punda afanye nini? Afunguliwe. Na Bible inasema dunia na vyote vilivyoko ni mali ya nani? Ni mali ya Mungu. So hata Yesu kutumana punda afunguliwe ilikuwa mali ya baba yake. But the owners wanasema ya kwamba isifunguliwe. Now, these are foundations. I can say these are foundations and powers. And they are there in the Bible. If you read in the book of Exodus 8:23. Exodus 8:23. Kuna watu tu wanakuown, by the way. There are people who owns you. The Bible says in Exodus 8:28, wakati wana wa Israeli waliachiliwa, Farao akasema, mwende na msiende mbali. In other words, I still own you.
Na nakumbuka plot moja tulikuwa tunaishi. Siku moja tukasema tutahama. Na kuna jirani moja alikuwa anaitwa Mosao. Mosao akasema hapa hamuhami. Na kiwa rato rehiranyo na si anatulipia hapa hamuhami. Haya, na alisema na thorax na nguvu. Hapa hamuhami. There are things that zinakuwa zinanena katika maisha yetu like they own us. Na tumesoma katika hiyo Exodus 8:28, kwa sababu ya Farao kukaa na wana wa Israeli kwa kipindi kirefu, alikuwa amewaown. Hata kuwaachilia, anapowaachilia anawaachilia kama mtu ambaye yani bado anawaown. Na ningetaka kusema hivi these are the powers and foundations claiming ownership on you. Kuna misingi ambayo ina claim ownership katika maisha yako. Na ownership ni kusemaje? Ni kusema ya kwamba kwa hii jamii yenu hakujawahi kuwa na mtu ambaye ameenda high school. Sasa wewe ndio unajifanya utaenda high school. I remember. Na Mungu anibariki. There is a friend of ours. Wakafanya class 8. Walipofanya class 8, mzee akasema, na sio vibaya kufanya course ya salonist, tafadhali Mzee akasema huyu mtoto apelekwe wapi? Course ya nini? Salonist. Mimi kuangalia ule msichana, maneka ile tukanini. Nikasema nitasaidia hawa watu. Kwa sababu hakuna mtu ambaye inaonekana kwa hii jamii yao ameenda high school. Nitajaribu kusaidia huyu mtoto, at least tumtafutie pesa aingishe miguu. I looked for 10,000. It is on record. 10,000. Mtoto akaingia shule. Ingawa huyo mtoto alisoma, kufukuzwa. Unajua wengine watu wako na historia. Ni ile unafukuzwa, unarudishwa. Yaani maisha yako unafukuzwa, unarudishwa. Na bado time inaenda, alafu baadaye unafanya mtihani. So huyu mtoto alikuwa kufukuzwa, kurudishwa. Na ukaine mwega. Alifanya mtihani. So, kuna foundations kama hizo. Sasa zinakuonyesha ya kwamba ninakuona wewe ni nani. Hapa hauwezi ukavuka. But I want to say this. The master has said, mfungueni. Nina haja na yeye. Bwana asifiwe. Sasa sikia. Huyu punda, siku moja nikasema ya kwamba there was prophecy upon his life. Kulikuwa na unabii ulikuwa umetolewa kwa sababu ya mwanapunda. In the book of Zechariah 9:9 inasema ya kwamba mwanapunda atabeba Messiah. Na wewe labda haujawahi tolea unabii, but I want to say this. The word of God is a sure prophecy. The promises zenye tumepatiwa hapa, those are the prophecies upon your life. And because you have the word of prophecy in your life, hakuna mashetani, hakuna mapepo ambaye ataclaim ownership in your life. Why? Because the master amesema ya kwamba achilia ama umfungue mwanapunda. Angalia, when Moses alienda katika nchi ya Misri kukomboa wana wa Israeli, Bible inarudia mara mingi. Inasema ya kwamba let my people do what? Let my people go. Kwa sababu huyu mfalme alikuwa amekaa nao, amewaona. And I want to say this. Those who have owned you and have made you slaves, we are declaring today that unafunguliwa from slavery kwa jina la Yesu Kristo. And we are saying, let the people of God go. So there was ownership. Wenyewe wanasema hapana, usimfungue. Kwa nini unamfungua? Unajua kuna watu wanaweza taka ukae kwa hiyo shida. Kuna watu wanaweza taka ukae kwa hiyo shida. And by the way, a cult ni mwanapunda ambaye yako na potential. You have a lot of potential. Na Mungu anataka hiyo potential yako itumike kumbeba yeye. Anataka hiyo potential uko naye itumike kutimiza makusudio yake. Anataka hiyo potential uko naye ufikie wale ambao hawajafikiwa. Bwana asifiwe. Sasa haijalishi ni wagani ambao wanasema ya kwamba kwa nini unafunguliwa, but we are declaring if there are any foundations or spirits that are speaking against our lives today,
today we are going to pray. Every person will pray for himself, that God may lose you from any foundations in the name of Jesus Christ. Even those who are claiming ownership, you don't belong to them. We have been owned by Jesus Christ through the work of the cross. We are not owned by the gods of our tribes, but we have been owned by our Lord Jesus Christ through the precious blood that was shed on the cross because of our sins. Hallelujah! 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 Even when people get married, ama wakati Mungu anabariki watu wengine, unakuta kuna wengine wanataka mkae hiyo kiwango. I remember even when I was getting married, kuna ndugu mmoja tu alitaka tukae hiyo viwango vile tulivyokuwa tunakaa vijana. Kuna watu ambao wanataka ukae hiyo kiwango, but hautakaa, lazima ufunguliwe, maana Bwana anakuhitaji. Thank you Jesus. Thank you. Ownership. These are the power that fights your future. They fight your future. They fight your future. Bible says that in our future there is hope. We are declaring that in our future there is hope. We are declaring once again, in our future there is hope. We are declaring once again, in our future there is hope. And we belong to Jesus Christ. We belong to Jesus Christ. Sisi ni wa Yesu. Bwana asifiwe. Nataka tusimame tuweze kujiombea. Na hii ni ile maombi tunasema ya kwamba haiwezi ikaombwa na mtu mwingine. Hata uwezi labda maombi mengine kuombewa na pastor as much as he may pray for you, but hii maombi nataka ujiombee kwa jina la Yesu Kristo. Nataka umwambie Bwana, wherever I am suffering innocently, as we have read in the book of Matthew, huyo mwanapunda alikuwa anateseka kwa sababu mama yake amefungwa mahali pale. Wherever Lord I am suffering innocently, I ask for your deliverance. Naomba kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Naomba kufunguliwa. If I'm suffering because of my parents, if I'm suffering because of anybody else, oh God Almighty, I pray that Lord, you may deliver me. Can you pray a prayer like that one? In the name of Jesus Christ, Father, in the name of Jesus. Wherever, Lord, I am suffering innocently, my God. Wherever, Lord, I'm suffering because of my parents. Wherever, Lord, I'm suffering because of my father, because of my grandfather, because of our forefathers, my Father. And yet, Lord, I have not done any sin, my God. Oh God, I ask you that you may rule me today, my God. Deliver me from every slavery, deliver me from every captivity in the name of Jesus Christ. Deliver me from every slavery, Jehovah God. Deliver me, oh God. I separate myself from the spirits of our fathers, even from the spirits of our parents, in the mighty name of Jesus Christ. Wherever, Lord, I'm suffering as a result, Almighty Father, of the ancestral powers and the ancestral spirits, I pray that Jehovah God, my God, in the name of Jesus Christ, I separate myself, I consecrate myself, I disconnect myself from the spirits of our people, my God, from the forces, my God, that defeated our fathers, that defeated my mama, that defeated my God, our grandfathers, my God. Those spirits that were speaking against them, they shall not speak against me, my God. I declare my heart and my body, even my children, my God, I am loosed in the name of Jesus Christ. I am loosed in the name of Jesus Christ. I am loosed in the name of Jesus Christ. I loose even my children, my Father. I loose even this church, my God. I loose brothers and sisters, my God. Those who are suffering innocent, my God. Those who are crying to you day by night, oh my Father. Those who are saying, my God, forgive me, God. And yet they have not done any sin, my God. We are losing them, Jehovah God. We are losing the people in this church, my God. We are losing ourselves, Jehovah God. We shall not suffer innocently, my God. We shall not suffer because of other people's sin, my God. In the name of Jesus Christ, we declare freedom and liberty, my God. Yes, Lord, you came to set the captive free. We declare freedom in the name of Jesus Christ. We declare freedom to our inner man. We declare freedom to our outer man. We declare freedom to our businesses, my God. But Lord, we shall not suffer because of other people, my God. In the name of Jesus Christ, we declare that, Lord, we are loosed in the name of
Jesus Christ. We declare that, Lord, we are loosed in the name of Jesus Christ. We declare, Lord, we are loosed in the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Nataka ujombe, tumesema ya kwamba the donkey was tied at the door. Nataka ujombe ya kwamba hautaona watu wakibarikiwa. You shall become part of that, the blessing. Hautaona watu wakiwa celebrated. You shall be celebrated. Ujiombea kwamba you will not stagnate, you will not mark time. Hautakuwa tu kwa mlango in a busy place unaona mambo yakifanyika, but you are not part and parcel of it. Nataka ujitangazia ya kwamba you will become part and parcel. Mungu ataweka wimbo mpya ndani ya kinywa chako. People will celebrate you. You will have testimonies. You will not just be in the door. Na Mungu akuokoe na roho yote ya stagnation, roho yote ya kukosa progress, every spirit of undevelopment in the name of Jesus Christ. Father, in the mighty name of Jesus, oh God Almighty, as this donkey was at the door, my God, I pray that, Lord, you shall deliver us, my God. Every spirit of stagnation, my God, every spirit, my God, of maintaining Jehovah God, every spirit of undevelopment, my God, every spirit of celebrating others and not celebrated, we come against those forces in the mighty name of Jesus Christ. We declare this church and these brothers, they shall be celebrated, my God. They shall testify, my God. They shall declare your good works, my God. They shall say Jesus is Lord. Oh God Almighty, I ask you today, may you give them testimonies, my God. Give them testimonies, my God. Put in their lips, my God, even new songs, oh my God. I pray for this church, my God, in the mighty name of Jesus Christ. Weka wimbo mpya ndani ya vinywa vyetu Baba, tupiganie vita zetu Bwana. Mahali ambapo tumekwama kwa kiwango kimoja, tunatangaza roho wa maendeleo, tunatangaza roho wa kwenda mbele katika jina la Yesu Kristo. Kama vile ulimwambia mtumishi wako Musa, ukamwambia songa mbele, tunaachilia roho wako jioni asubuhi ya leo, roho wa kusonga mbele. We declare the spirit of advancement, the spirit of development, my God. We release it to members of this church. We release it, my God, wherever they are today, in the mighty name of Jesus. We release the spirit of advancement, my God, the spirit of progress, my God. Netwaregana na maroho mothe mwathani makuruga mamurangori-ini mwathani, tukona andu aria angi makirathimwo mwathani, tukona biashara cigekika Ngai, na ithuĩ tũtirĩ part and parcel of those businesses. Nĩtwarega rũcinĩ rwa ũmũthĩ that, my God Almighty, ũkĩrathima andũ Ngai nĩũgũtũrathima baba witũ, ũkĩambararia andũ Ngai nĩũgũtwambararia Ngai witũ, ũkĩiguĩra andũ tha baba nĩũgũtũiguĩra Ngai witũ, ũgĩcerera andũ Ngai nĩũgũtũcerera thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kũrĩa mwathani twanathekererwo, kũrĩa Ngai witũ twananyararwo, tuga kũnyararwo kũu nĩgwakinya mũico mwathani. Kũrĩa andũ manaruma Ngai witũ, nĩtũga ũndũ ũcio nĩwakinya mũico thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩtwamũkĩra mawĩra macio mwathani, nĩtwamũkĩra kwambarario kũu, nĩtwamũkĩra ciama icio Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩtwaregana na ngoma ciothe cia gũtũkinyĩrĩria, ngoma ciothe cia gũtuonera, ngoma ciothe cia kũũria Ngai wao ekũ, nĩtwaregana nacio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndahoya rũcinĩ rwa Ngai witũ, wĩkĩre rwĩmbo rwerũ thĩinĩ wa tũnua twitũ Ngai, ũtũhe ũira mwerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũtũme tũũke nyũmba-inĩ yaku mwathani, tũkĩgoocaga mwathani, tũkiugaga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa twĩkĩire. Nĩtwarega kũrũgama mũrango-inĩ kuona arĩa angĩ magĩkĩrwo mwathani, na ithuĩ tũtirekĩrwo Ngai witũ. Nĩtwarega gũkorwo ta mũthigari ũrĩa wonire mwathani witũ na ndaarĩire. Ngai witũ nĩtwahoya atĩ ithuĩ nĩtũkuona na nĩtũkũrĩa mwathani, and we shall become part and parcel of those blessings in the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, we bless you. Thank you.
Thank you, Jesus. So tutaomba na hiyo ingine in the book of Luke 19:30. Na nakumbuka wakati wa kitambo tulikuwa tunaomba tunasema the damn woha. And I remember a testimony that was given. There is a brother, sijui a sister ambaye alipigwa transfer akaenda akatoka church mahali alikuwa, and then like brothers wakasema netoa muoha. There is a time watu walikuwa naombaga hiyo maombi, tulikuwa tunaomba, hata mimi nilikuwa part and parcel kuhadu kufunga watu, tumekataa siende, tumekataa nini kufunga hiyo mambo. Sasa mtu akafungwa, anakaa kwa stage, anakosa matatua, watu wanamfunga, na ili hali Mungu amemfungulia mlango mahali pengine ili akuwe baraka mahali pengine. So nataka kusema ya kwamba tunataka kujiombea na every spirit of ownership. Hizo nguvu zenye unaendanga zinakurudisha nyuma, zinakuambia bado hatujawachana na wewe. Yani they claim ownership in your life. Kama hizo ambazo tumesema za Exodus 8:28, ati msiende, nimewakubali mwende lakini msiende mbali. Hizo maroho za kusema hapa huwezi ukavuka, hizo maroho ambazo zina claim ownership, zinasema wewe fanya biashara tu, wewe fanya huduma tu, lakini hautaenda mbali, wewe ni wetu. Nataka asubuhi ya leo ujitenganishe na nguvu zote that are claiming ownership in your life, ambazo zimefanya ya kwamba hakuna progress kwa jina la Yesu Kristo. Father, in the name of Jesus Christ, this morning, my God, we pray and we declare, my God, all powers, all principalities, authorities, and rulers of darkness that are claiming ownership in our lives, in the name of Jesus Christ, those powers and those spirits that are claiming ownership in our lives, my God, we disconnect ourselves. Oh, my God, may it be our parents, my God, may it be the forces that has been sent by the enemy. They are claiming ownership, my God. Mungu umesema tufunguliwe, but kuna maroho inasema ya kwamba usiwenye, maroho ya wenyewe inasema ya kwamba usifungue. Na unafungua kwa nini? Tunatangaza maroho yote ya ownership kwa jina la Yesu. Tunatangaza kufunguliwa, tunatangaza kufunguliwa. Maroho yote ambayo ina madai katika maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo, tumekatana na hayo maroho ambayo iko na madai katika maisha yetu. Tunasema kufunguliwa, tunasema wandugu na wadada wa hili kanisa, hata jamii zetu na biashara zetu, tunasema zifunguke kwa jina la Yesu Kristo. Every spirit of ownership from the devil, every spirit of ownership from the forces of darkness, we declare today that we are being loosed in the name of Jesus, and we are declaring today we don't belong to the kingdom of darkness, we don't belong to the kingdom of the enemy, but we belong to the kingdom of our Lord Jesus Christ. Oh, this day we separate ourselves, every ownership spirit that is claiming us, we declare today in the name of Jesus that we belong to Jesus, we belong to the kingdom of the King of Kings, we belong to the kingdom of our Lord Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, every spirit that is claiming ownership, we disconnect ourselves, we disconnect ourselves, we distance ourselves in the mighty name of Jesus, and we declare today we belong to the kingdom of our Lord Jesus Christ. Father, we thank you. Father, we thank you. Father, we thank you. Jesus, we thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father, we bless you, worship you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, we thank you. Father, we bless you. Father, we worship you. Father, we magnify you. In the name of Jesus. Those who can pray in the Spirit, just pray in the Spirit. Pray in the Spirit, pray in the Spirit. Sharabakantarabazaya. In the name of Jesus Christ. 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 Thank you. In the name of Jesus Christ, we declare, as the donkey and the colt were loosed, tunatangaza kuwekwa huru kwa kila mmoja ambaye yuko kwa hili kanisa, every member of this church, tunatangaza kuwekwa huru
kwa minyororo ya kila aina kwa jina la Yesu Kristo, na ninakuweka huru kwa jina la Yesu Kristo, uende ili uweze kumbeba Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, in the name of Jesus Christ. Any foundation that is speaking against us, tunaitangazia it is null and void, and it is powerless, and it is inconsequential in the name of Jesus Christ. And we declare today, tunaenda kumtumikia Bwana wetu. Tumefunguliwa ndani ya roho zetu, tumefunguliwa kwa mawazo yetu, tumefunguliwa kwa maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo, na tunaenda kumbeba mfalme wa wafalme. You are loosed in Jesus name. You are loosed in Jesus name. You are loosed in Jesus name. Go and experience the freedom and the liberty of our Lord Jesus Christ. Enter to experience uhuru wa Bwana. If you believe it, say amen. Amen. If you believe it, say amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. It's okay.